Tukizungumzia habari ya injili ya Yesu Kristo, tunazungumzia ujumbe unaohusiana na Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3, anasema Paulo mtumwa wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu, injili hiyo ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa vinywa vya manabii wake katika maandiko matakatifu. Anasema yaani habari za mwanaye aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Anapozungumza injili ambayo Mungu alikwisha kuiahidi kwa vinywa vya manabii katika maandiko matakatifu, tunaanza kuona katika baadhi ya maandiko matakatifu. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 7 mstari wa 14, tunaona Yesu Kristo iliandikwa kwamba atazaliwa na bikira, na utimilifu wake unakuja kutokea kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 22 na ule wa 23. Na Isaya sura ya 53 imezungumza huduma Yesu Kristo na mateso aliyoyapitia, na utimilifu wa unabii huu katika maandiko matakatifu unakuja kutimia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 16 hadi wa 17, na waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24 na ule wa 25. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 32 na 35, tunamwona mtume Filipo anakutana na yule towashi wa Kiethiopia, anamsomea, anamwelekeza Isaya 53 namna ilivyomaanisha. Iliandikwa habari zinazohusiana na Yesu Kristo. Na kwenye kitabu cha Mika sura ya 5 mstari wa 2 imezungumza mahali Yesu Kristo atakapozaliwa, yaani Bethlehem. Na utimilifu wa Mika sura ya 5 mstari wa 2 tunaona katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 6. Wayahudi wananukuu unabii ulioandikwa na Mika sura ya 5 mstari wa 2. Na kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 31 hadi wa 34 tunaona ahadi ya Mungu ya kufanya upya mahusiano yake na mwanadamu. Na utimilifu wa ahadi hii katika Yeremia 31 mstari wa 31 hadi 34 tunaona unatimia katika kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 20, na Waebrania sura ya 8 mstari wa 6 hadi wa 13, na pia Waebrania sura ya 10 mstari wa 15 hadi wa 18. Zakaria sura ya 9 mstari wa 9 katika maandiko matakatifu inamzungumzia juu ya mfalme mpole aendaye juu ya mwanapunda. Ilitabiri kwamba Yesu Kristo atapanda mwanapunda, na utimilifu wake tunajua kuona katika Mathayo sura ya 21 mstari wa 1 hadi wa 9, na Yohana sura ya 12 mstari wa 14 hadi 15 anazungumzia utimilifu wa namna ambavyo Yesu Kristo alitabiriwa atakuja kumpanda mwanapunda asiyetumika. Danieli sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27 inazungumzia ujio wa Masihi na mfalme wa umilele, ujio wa Masihi. Na utimilifu wa unabii huu tunaona kwenye Mathayo sura ya 27 na Marko sura ya 15 pamoja na kitabu cha Luka sura ya 23 na Yohana sura ya 19. Na ule uharibifu ambao umeandikwa katika kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27 tunajua kuona utimilifu wake katika Luka sura ya 19 mstari wa 41 hadi 44. Na Zaburi sura ya 22 mstari wa 1 mstari wa 16 na mstari wa 18 unazungumzia habari ya ujio na kifo na kufuka kwa Masihi ambayo Yesu Kristo. Na utimilifu wake tunaweza kuona kwamba Yesu Kristo anasema kama hivyo, ndio kwenye Zaburi 22 mstari wa 1 anaweza kusema kwamba Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mstari wa 16 amesema wamenizunguka, wamenitoboa mikono na miguu. Zaburi 22 mstari wa 18 anasema wanagawana mavazi yangu na kunipigia kura. Na yote ambayo yaliyosema kwenye Zaburi 22 kwamba Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha, wamenizunguka, wamenitoboa mikono na miguu kwa misumari, pamoja na kugawana, kupiga kura mavazi yake, imekuja kutimia kwenye Mathayo sura 27 mstari wa 46 na andiko la Yohana sura ya 19 mstari wa 23 na ule wa 24. Na kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati mstari wa 18 sura ya 18 mstari wa 15 imeandikwa kwamba nitamuinulia nabii kama Musa. Na unabii huu ulikuwa unahusiana na Yesu Kristo. Tutajuaje kuwa unahusiana na Yesu Kristo? Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 22 na 23, Mtume Petro ananukuu
na kumtaja kuwa Yesu Kristo ndiye aliyotabiriwa kwamba atainuliwa nabii, atafunuliwa nabii kama Musa, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 15. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 36, tunamwona Mtume Petro ile siku ya Pentekoste walipojazwa Roho Mtakatifu katika chumba cha juu. Mtume Petro ananukuu Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu, na watu wataanza kutabiri, watu wataanza kunena kwa lugha mpya, na watafanyika kuwa familia ya Mungu. Na Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 42 na inasema, na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwa wanafunzi katika kanisa la awali hawakuacha kufundishana na kuhubiri habari njema za Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 6 na sura ya 7 tunamwona Stefano alikuwa anawaambia waziwazi Wayahudi kwa habari ya ujio wa Masihi, habari ya kufa kwake, habari ya kufufuka kwake, na ndipo wakaamua kumpiga mawe na kumuua, kwa sababu alikuwa na nukuu yale maandiko ya manabii na Torati ya Musa ilikuwa imeandika kwa habari ya Yesu Kristo Masihi. Kwa hiyo injili ya Yesu Kristo haihukumu, bali inatangaza masamaha, ondoleo la dhambi. Injili ya Yesu Kristo haitangazi laana, inatangaza baraka juu ya wale watakaoamini. Na injili ya Yesu Kristo haifanyi watu kuwa wenye dhambi. Kila atakayeamini Yesu Kristo alifanya kuwa dhambi ili kila atakayeamini awe huru na dhambi. Yesu Kristo alifanya kuwa laana ili kila atakayeamini awe mbali na laana. Na injili ya Yesu Kristo inafanya watu sio kuwa mbali na utumwa, mbali na giza, inawahamisha watu na kuweka katika nuru. Na hakuna mauti wala giza katika injili ya Yesu Kristo. Ndani ya injili ya Yesu Kristo inatangaza habari njema, habari za nuru na habari za uzima. Haujachelewa. Kokote ulipo, hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Kuamini katika Kristo Yesu na kazi kamilifu ya kidhabihu, kazi ya msalaba, sio dini mpya, sio imani mpya, bali ni mahusiano ya mtu anayeamini pamoja na Mungu. Mungu anamfanya kuwa ni mwanaye. Kwa kokote ulipo, Mungu akubariki na neema ya Yesu Kristo iutawale moyo wako, uweze kuona mahusiano mazuri na mawasiliano mazuri pamoja na Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Masawe. Shalom aleikum. Take care.